Awali yote napenda tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikia siku ya leo, lakini pia kushukuru Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kupitia Baraza la Michezo la Taifa kwa kuendelea kutuamini kama kamati ya kusimamia tuzo za Baraza la Michezo. Kamati yetu imefanya kazi kwa weledi mkubwa katika tuzo zilizopita, na tunaahidi kuendelea kushirikiana na kufanya kazi kwa uwazi, weledi na ubora zaidi. Lengo hasa la tuzo hizi ni kuendelea kuwatambua na kuwaenzi wanamichezo na timu za Kitanzania ambazo zimefanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kimataifa kwa mwaka 2024. Juhudi zao na mafanikio waliyopata yamesaidia kuipeperusha vyema bendera ya nchi yetu kimataifa na kuletea taifa letu heshima kubwa. Hafla hii imepangwa kufanyika tarehe 1 Juni mwaka huu katika ukumbi wa The Superdome Masaki, Dar es Salaam. Kwa hiyo ni takriban siku 10 zijazo. Mgeni rasmi katika hafla hii ya tuzo kwa mwaka 2024 anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuzo hizi zinafanyika kwa mara ya 3 mfululizo baada ya kufanyika kwa mafanikio makubwa kwa awamu 2 zilizopita, zile za 2022 na kwa tuzo za 2023, ambapo wana michezo zaidi ya 700 wakiwemo wachezaji, viongozi wa michezo, viongozi wa taasisi na serikali na binafsi, wanahabari za michezo, wafadhili na wadau wengine walishiriki, huku maelfu ya wananchi wakifuatilia kupitia vyombo vya habari. Tuzo hizi zimekuwa na mafanikio makubwa kwa sababu zimeongeza ari kwa wanamichezo wetu na kuwafanya kuongeza juhudi kwenye mashindano ya kimataifa na kufanya umma wa Watanzania kutambua mafanikio yanayopatikana katika sekta ya michezo. Kwa hiyo kwa mwaka huu tuna vipengele mbalimbali kwa tuzo za mwaka 2024, na tukianzia na mwanamichezo bora wa kiume, tutakuwa na mwanamichezo bora wa kike, tutakuwa na mwanamichezo bora kijana wa kiume na mwanamichezo bora kijana wa kike, tutakuwa na mwanamichezo bora wa kiume mwenye ulemavu, mwanamichezo bora wa kike mwenye ulemavu. Itakuwa na timu bora ya mwaka ya wanaume kwa upande wa timu za taifa, lakini pia tutakuwa na timu bora ya mwaka wa wanawake kwa upande wa timu za taifa. Tutakuwa pia na timu bora za mwaka wanaume kwa upande wa virabu na timu bora ya mwaka ya wanawake kwa upande wa virabu. Tutakuwa na tuzo hiyo kwa kocha bora wa mwaka wa kiume na kocha bora wa kike wa mwaka. Tutakuwa na mwanamichezo bora wa kiume kutoka mashuleni na mwanamichezo bora wa kike kutoka mashuleni. Tutakuwa na mwamuzi bora wa kiume wa mwaka na mwamuzi bora wa kike wa mwaka. Tutakuwa pia na mwanahabari za michezo bora wa kiume wa mwaka na mwanahabari za michezo bora wa kike kwa mwaka. Tutakuwa na vile tuzo ambazo hizi zimeongezeka, mwanamichezo nguli wa zamani au Sports Legend Award na tuzo ya mchezaji bora chaguo la watu, kwa maana People's Choice Award. Kwa hiyo katika kufanya maboresho ya kuongeza thamani katika tuzo hizi kwa mwaka huu, kutakuwa na maboresho katika baadhi ya vipengele kwa kuongeza vipengele viwili kama nilivyovitaja, mwanamichezo nguli wa zamani, Sports Legend Award na tuzo ya mchezaji bora chaguo la watu au People's Choice. Kwa hiyo katika kipengele cha mchezaji bora chaguo la watu, wadau wananchi watapata nafasi ya kumchagua mchezaji bora wanayependa na kuona anafaa kupata tuzo hiyo, kwa kuandika jina la mchezaji huyo
na kulituma kwa namba ya WhatsApp. Hili tutaionyesha kwenye video mara baada ya taarifa hii. Kwa hiyo lengo la kipengele hiki ni kuwapa nafasi wadau kushiriki mchakato wa kumchagua mchezaji bora ambaye wanaona amefanya vizuri kwa mwaka 2024. Kamati ya usimamizi wa tuzo itafanya kazi kwa karibu na vyama na mashirikisho ya kitaifa katika kutambua washindi wa vipengele mbalimbali na vya tuzo, pamoja na kutambua timu na wanamichezo waliofanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kitaifa na kimataifa kwa mwaka 2024. Kamati ya usimamizi wa tuzo inapenda kutoa wito kwa wadau mbalimbali yakiwemo makampuni, taasisi za serikali na binafsi na watu mmoja mmoja wanaopenda maendeleo ya michezo nchini kujitokeza kuipa nguvu BMT katika kutekeleza jukumu hili zito na muhimu la kutoa tuzo, ili kuendelea kuwapa hamasa wana michezo ya kufanya vizuri zaidi, kwani mafanikio hayo ni ya Watanzania kwa ujumla wetu. Taarifa hii imetolewa na kamati ya usimamizi wa tuzo ya Baraza la Michezo ya Taifa kwa mwaka 2024. Mimi ndio mwenyekiti, lakini niko na mjumbe Kanali mstaafu Juma Ikangala. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana.